Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS imesema itachukua hatua kali dhidi ya watu binafsi au makundi yatakayozuia mchakato wa kurejesha utawala wa kiraia nchini Guinea-Bissau. Kauli hiyo ilitolewa Jumapili baada ya mkutano wa wakuu wa nchi uliofanyika mjini Abuja nchini Nigeria. Rais wa tume ECOWAS Omar Turai aliwaambia waandishi wa habari kuwa vikwazo mahususi vitawekwa dhidi ya yeyote atakayehujumu mchakato wa mpito, akisisitiza kuwa jumuiya hiyo haitavumilia kurudishwa nyuma kwa demokrasia katika eneo hilo. Tishio hilo la vikwazo linakuja wakati viongozi wa Afrika Magharibi wakikabiliana na wimbi jipya la mapinduzi. Mwezi uliopita jeshi lilifanikiwa kuchukua madaraka nchini Guinea-Bissau, huku jaribio la mapinduzi nchini Benin likizimwa wiki moja baadaye. Matukio hayo mawili yameitikisa ECOWAS ambayo tayari ilikuwa imeathiriwa na mapinduzi ya kijeshi katika mataifa Burkina Faso, Guinea, Mali na Niger kati ya mwaka 2020 na 2023. Nchi hizo bado zinaongozwa na serikali za kijeshi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo, Turai alisema matukio hivi karibuni yameonyesha kwa vitendo maana ya mshikamano wa kikanda, akiongeza kuwa ECOWAS lazima isimame imara kulinda misingi ya utawala wa kidemokrasia. Mkutano huo wa wakuu wa nchi ulifanyika katika makao ya rais wa Nigeria Aso Rock, eneo lenye ulinzi mkali. Ingawa mkutano huo ulipangwa kabla ya mapinduzi ya karibuni, swala hilo lilitawala ajenda. Mbali na Guinea-Bissau na Benin, viongozi wa ECOWAS walijadili pia hali ya usalama katika ukanda wa Sahel. Kanda hiyo imekumbwa na mashambulizi ya makundi yenye msimamo mkali wa kijihadi nchini Burkina Faso, Mali na Niger. Nchi hizo tatu ambazo sasa ziko chini ya tawala za kijeshi zilijiondoa ECOWAS na kuunda muungano wao wenyewe uitwao Muungano wa Nchi za Sahel. Hatua hiyo imeongeza changamoto za usalama wa kikanda. Wiki iliyopita Turai alitoa wito wa kuanzishwa kwa mazungumzo kati ya ECOWAS na AES kuhusu masuala ya usalama wa pamoja, akisema vurugu zinazoendelea haziwezi kuzuiliwa na mipaka ya kitaifa. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa zamu wa ECOWAS, alisema hakuna mpaka unaoweza kuilinda nchi dhidi ya ghasia, akitoa wito wa mshikamano wa kikanda kukabiliana na tishio hilo. Viongozi wa Guinea na Guinea-Bissau hawakuhudhuria mkutano huo kutokana na kusimamiwa kwao kwa kufuatia mapinduzi ya kijeshi. Rais wa Nigeria Bola Tinubu pia hakuhudhuria na aliwakilishwa na makamu wa rais Kashim Shettima. Kwa ujumla, ECOWAS ilikiri kuwa pamoja na mapinduzi ya kijeshi, kurudi nyuma kwa demokrasia pia kumezikumba serikali za kiraia katika Afrika Magharibi. Jumuiya hiyo imeahidi kuendelea kushinikiza mageuzi ya kidemokrasia katika eneo hilo.